Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Tusaidie kuelewa na kile unachotusemesha, maana tumekuwa tayari. Hofu yako ipate kutufunika na nguvu zako uliye juu zituatamie. Tunapolihudumia neno lako, achilia uzima na uponyaji kwa watu wako, uponyaji wa kiroho na wa kimwili. Wafunguliwe kwenye akili zao na kwenye fahamu zao, ili wasiwe tena watoto wachanga wakitupwa huku na huku kwa ujanja wa watu fulani, lakini neno lako lipate kudhihirishwa ndani yao. Katika jina la Yesu, ninateka nyara kila fikra na kila kijinuacho juu ya dini ya Kristo. Ninaangusha kila mawazo iliyo kinyume na neno la Bwana. Kwa jina la Yesu ninanyamazisha kimya. Ninafungulia nuru ya uzima wa wokovu wa msalaba wa Yesu. Katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Turudi kwenye somo letu. Tambua nafasi kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na uitumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali alipokuweka, ili kutimiza lengo lake kwa kupitia wewe. Na tumekuwa na mambo mengi, lakini tu nikusomee vile vichwa ambavyo tumevibeba, itakusaidia. Tulikuwa na malengo matatu. Lengo la kwanza ni hili: Mungu anatafuta mwanamke atakayejitambua kuhusu nafasi aliyopewa na yeye, maanake na Mungu. Kwa hiyo yuko Mungu yule aliyeziumba mbingu na nchi, anatembea, anatafuta mwanamke atakayejitambua kuhusu nafasi aliyopewa na Mungu. Lakini lengo la pili, kufahamu kuwa wewe siye mwanamke wa kawaida kama wanawake wengine duniani. Wewe sio mwanamke wa kawaida kama walivyo wanawake wengine duniani. Na lengo la tatu ni hili: fanya bidii kutambua au kutafuta kulijua kusudi la Mungu, na ulitumikie ili umletee Mungu faida na familia yako nayo ipone. Fanya bidii kutafuta kulijua kusudi la Mungu kwako, na ulitumikie ili umletee Mungu faida na familia yako nayo ipone. Labda niseme kwa lugha rahisi: kama hujatambua nafasi yako, familia yako inapata shida. Ukitambua nafasi yako, familia yako inaishi kifalme. Kwa hiyo nafasi ndiyo Mungu anayoitumia ili kuleta mabadiliko kwa mtu, lakini pia kwa familia husika. Na somo hili tulipatana kwamba kila mwanaume aliyeingia hapa akubali pia yeye ni mwanamke, ili kuchukua material ya kujifunza kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mpango kuu wa Mungu, kila mwanamke ambaye amebeba kusudi la Mungu asitulie na hilo kusudi, lakini atumie hilo kusudi la Mungu kwake ili Mungu apate faida. Sema amen. Kama Mungu hapati faida, pia na wewe hupati faida. Ila Mungu akipata faida, na wewe uwe na uhakika unapata faida. Haleluya. Si watu wengi sana wanaelewa kwamba ukishindwa kutumikia mpango wa Mungu kwenye ulimwengu huu, uwe unajitihada kiasi gani, huwezi kuona yale ambayo Mungu amekusudia kupitia nafasi yako.
ila kama umetambua ulichobebeshwa na Mungu, si tu kwamba utakuwa mtu wa tofauti, lakini pia utamleta Mungu duniani ili kazi yake ifanikiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Na jana tukaachana kwenye eneo ambalo tulikuwa tunaangalia matumizi ya nafasi. Matumizi ya nafasi. Matumizi ya nafasi. Tukisema matumizi ya nafasi, maana yake, haleluya, matumizi ya nafasi. Katibu aliongea hapa akasema simu ya mtu ikilia tunauza, na kweli tunauza na tunafanyia mnada hapa, sio mpaka tutoke. Kwa hiyo jitahidi simu yako isiite, maana nimeona kuna mtu anapigiwa simu na simu yake inapiga vibration. Zima tu, usijaribiwe, maana nikiona mkono naenda mfukoni, mimi nawaona wote. Hii ndio furaha yangu. Kiona tu mkono naenda mfukoni, sio kwamba unachukua sadaka na wala hauna chama. Nitajua tu. Bwana Yesu asifiwe. Matumizi ya nafasi yako kama mwanamke mwenye kusudi. Matumizi ya nafasi yako kama mwanamke mwenye kusudi. Jana tukaangalia matumizi ya kwanza, kubali nafasi yako ili uweze kubadilisha mambo magumu kuwa mepesi. Haleluya. Haleluya. Maana yake ili utumike, kubali basi hiyo nafasi. Amen. Na hii nataka nizungumze tena, narudi nyuma kidogo. Viongozi wanaowekwa kwenye idara na nafasi mbalimbali kwenye kanisa. Nazungumza tu kidogo. Viongozi wanaowekwa kwenye idara na nafasi mbalimbali kwenye kanisa. Liko kosa mnafanya. Na wacha Roho Mtakatifu aniruhusu niseme kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya kanisa kuna kuweka viongozi. Ndani ya vikundi kuna kuweka viongozi na kadhalika. Sasa wale viongozi, nisikilize kwa makini, hii itakusaidia kwa kesho yako. Wale viongozi ni kweli wakati mwingine wanawekwa, mimi sitaki nizungumzie upande wa pili, mimi nazungumzia upande wa kwanza. Kwa sababu kila kiongozi ana kitu amebebeshwa katika nafasi yake kama kiongozi. Ndio maana somo langu linalenga sana kujikubali. Ukishachaguliwa labda ni kiongozi wa wamama kanisa tawi, tangu siku umechaguliwa, msimamizi wako mkuu sio mchungaji wako, ni Mungu. Haleluya. Yaani tangu siku vidole vya watu vimeenda juu hivi, alafu wewe ukapendekezwa, iwe ni kwenye kwaya, iwe ni kwenye fellowship, iwe ni kwenye eneo lolote lile ambalo umewekwa kuwa kiongozi, inamaanisha kwamba kiongozi ni dira. Kiongozi ni dira. Kiongozi asiye na dira atapeleka gari porini. Na kwa nini kiongozi ni dira? Ndani ya uongozi ndiko Mungu anakopitia ili kutoa dira ya namna ya wanadamu kuishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukishakuwa tu kiongozi, usihesabu umri wako. Hesabu yule aliyekuweka. Kwa sababu yule aliyekuweka ana kesi na wewe. Wewe mwenyewe atakuwa anapambana na wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu fulani akichaguliwa anasema watajua wao bana.
Sikupanga, lakini Roho ameniambia niongee na mtu fulani. Kawekwa mahali fulani, haoni kama haoni kama Mungu yuko pale. Uliona hapa katibu akisema ile halmashauri ya wilaya isimama. Piga hesabu, kwa sababu nilikuwa na tafakari. Kama wako 20 alafu walioko ni 5, inamaanisha kuna namna mtu fulani ametegea, hajasikia. Na unafikiri unamkomoa kiongozi wako wa juu, humkomoi yeye, unafanya ugomvi na Roho Mtakatifu, kwa sababu kazi sio ya mwenyekiti wako, kazi sio ya mchungaji, kazi sio ya askofu, kazi sio ya mkuu wa dini, kazi ni ya Mungu juu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine aliyewekwa kuwa kiongozi ni mtoto wako. Akishawekwa, ameshapewa kiti, ile kiti ina mamlaka toka juu. Hajaelewa. Warumi sura ya 13. Maana utaelewa sasa. Ngoja nikupe msumari. Najua unanisikiliza alafu ni kama unioni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Asante katibu. Weka na pembezoni huku, wanaweza kukaa. Hao watu wa nchi hii ni wembamba kama Wamasai. Naweza kukaa tu, wala hawamesha. Weka tu anakaa. Sijakosea. Na ukikuta watu wembamba wamejipa kazi ambayo sio ya Mungu, kawaulize. Kwanza asili kubwa ya watu wembamba wakorofi. Wakorofi sana. Si unafahamu wa China? Naendelea ili viti vipangwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Taratibu, usiharibu vyombo. Weka. Wanakaa. Ni siku kuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi. Asante wale wanaoendelea kutuandalia viti, Mungu awabariki sana. Kitabu cha Warumi sura ya 13. Mtu mmoja anisomee, apewe maiki. Mwanangu usiondoke hapo tena, huo unatoa maiki. Warumi sura ya 13. Nimeona tu nimsaidie mtu mmoja. Bado sijaanza darasa langu, lakini kuna mtu anapata shida. Kuna mtu anatumia nafasi vibaya. Ukitumia nafasi vibaya utagombana na Mungu. Kamuulize Yona ukimkuta mbinguni. Alipewa nafasi ya kwenda kuwasaidia watu Ninawi, akagoma. Hata wewe unapogoma unaingia kwenye picha ya Yona. Utaishia kuzama kwenye tumbo la nyangumi. Usigombane na kiongozi wako. Hakusikia. Kubali mafuta yawe mengine yawe juu yako. Ukishakuwa kiongozi, kama maagizo yakitoka kanisani kupitia kwa kiongozi aliye juu yako, uwe support yale maagizo. Uwe support. Ni mwanamke ni nani, uwe support. Yaani umuunge mkono. Hata kama kuna changamoto, hata kama hali ni ngumu, kwa sababu Mungu aliyekupa hiyo nafasi, yeye atasimamia hiyo nafasi. Na kwa nini asimamie? Hata kama kuna changizo limeagizwa, wewe kama kiongozi hakikisha unakuwa mstari wa mbele. Kanisa tuamke, tusiwe watu wa nyuma. Kule Marekani, kiongozi wa nyumba 10 anaulizwa swali, unaweza kuwalisha hao watu miaka 10 kama njaa itatokea? Atasema ndio. Wanamwambia tupe akaunti zako za benki. Kama uwezi, upewi hiyo nafasi.
Sasa wao wameenda mbele zaidi. Sisi tuko kwenye ulimwengu ulio bora zaidi kuliko wao. Ukiona Mungu amekupa nafasi, yeye pia pata nafasi ya kuongea naye. Kwa nini Mungu amenipa hii nafasi? Usihojiane na kuwa mbishi na kuwa kikwazo. Kwenye kwaya, nimeona kwaya wapo, umepewa kuwa kiongozi wa sauti fulani, alafu umepewa kuwa mwenyekiti, umepewa kuwa solonisti, umepewa kuwa sijui nani na nani na nani. Wewe nyewe mnajua, tukipanga tukutane kwenye kwaya saa 8, wewe kiongozi uwe kipaumbele. Utaelewa kesho. Usiseme nina shilingi 500 kama nikichelewa. Mungu hapewi rushwa na wala haangalii uso wa mtu. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Usifanye kazi ya Mungu kama ya nyumbani kwako. Hata ya nyumbani kwako tu wenyewe ni kwamba hujapata mkaguzi. Ndio maana kazi ya nyumbani kwako imelegea. Ukishakuwa kiongozi, badilisha na mazingira ya nyumbani kwako, ili Mungu akianza kutembelea aende nyumbani. Biblia inasema, Paulo anasema, niangalieni mimi. Acha ile injili za kusema nisikilizeni neno alafu msiniangalie mimi. Hapana, hiyo sio injili inayookoa. Tunahitaji injili inayookoa. Okoa, simama kwenye nafasi ili wale wanaokufuata wasianguke. Wamjue Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo. Sema amen. Yesu alisimama akasema, jamani, kwa mtini. Sasa kama alisema kwa mtini tujifunze, wewe kwa nini usitaki watu wajifunze kwako? Ukichaguliwa kanisani, maana yake Mungu ametengeneza mfumo wa kwenda kukubariki mpaka nyumbani kwako. Ila wewe kama ni mtegaji, ndio basi sasa mambo yanatega. Unapingana. Changizo likisema, mnatumiana message. Hivi nikasirike au? Hapana, nisikasirike. Nitawang'oa nywele. Kwa sababu nakuta mtu mwingine, kamati ya kanisa imepatana kwamba tunachangia, kuna mchango fulani tufanye 1, 2, 3. Wewe unakuwa kituko duniani kule. Unaenda kuambia, yule ni mchungaji tu, yule ni kiongozi tu, mimi sikuwa nakubaliana naye. Kwanza hii ni wakati wa kupeleka watoto shule. Mbona wamerudi na mimba? Mbona wamerudi na mimba? Uliwapeleka shule kweli? Kwani tunawapeleka watoto shule warudi na mimba? Tunawapeleka wakasome. Lakini kwa sababu wewe ulikuwa pinzani kwenye kazi ya Mungu, upepo ukaingia nyumbani kwako. Kubali kuwa mtu aliyenyooka kwenye kazi ya Mungu. Usifanye kazi ya Mungu kwa ujanja, fanya kazi ya Mungu kwa kunyooka. Hubiri injili ambaye hata usiku ukikutana na mtu, wacha aseme wewe ni Mwebrania, lakini wewe Mwebrania kweli. Wacha akuseme lakini wewe ni Mwebrania kweli. Pita katikati ya msitu. Wacha wakutege, wewe ni dada, pita katikati ya msitu, yuko Mungu atakulinda. Yuko atakulinda, lakini uwe mwaminifu, nyoka hivi. Umeenda kwenye fellowship, nenda na uaminifu wako huo. Uko usiku uwe kama mchana, uko mchana kama usiku. Kwa hiyo hubadiliki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mazingira ni magumu, wewe kubali sauti ya kiongozi. Sauti ya kiongozi ni sheria. Hebu soma Warumi sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 4. Soma baba yangu. Kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu. Kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Hebu sema hakuna. Hata ya kwaya. Hata ya jamii. Hata ya balozi. Hata ya mjumbe. Hebu mshike jirani yako mkono. Hebu mtikise kidogo. Unajua shida yako, uliingia kwenye wokovu bila kujua umeingia kwenye sheria. Hakuna mamlaka isiyotoka wapi. Kwa hiyo kila mamlaka, sema kila mamlaka. Maana yake kila nafasi. Haleluya. Nimesema haleluya. Yaani wewe tii tu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Wewe tii tu. Akisema kitu wewe kimbia. Kimbia tena kwa kutetemeka, kimbia. Ukiagizwa kimbia. Uza kuku wako. Wewe si kiongozi, mwambie Mungu, kwa sababu ya hii nafasi wacha kuku waondoke nyumbani, lakini Bwana angalia nyumba yangu. Bwana angalia nyumba yangu. Bwana angalia nyumba yangu.
Mungu hata kuaibisha hata siku moja, kwa sababu umeheshimu mafuta. Sio unamheshimu mchungaji, mafuta. Sema mafuta, sema mafuta. Yale mafuta ya kiongozi ndio yanayekupa wewe uwe chini yake, na wewe kuna watu wa chini yako. Endelea baba. Na ile iliyoko imeamriwa na Mungu. Na ile iliyoko imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka. Hivyo amwasie mwenye mamlaka. Kwa hiyo ngoja bana, kuna watu wajui maana ya kuasi. Hivyo anayepingana na amri ya kiongozi anapingana na mamlaka ya Mungu. Saidia kumshika jirani yako, mwambie pole, ndio maana unatembea kama unakuja. Kwa sababu wewe ni mpinzani wa viongozi. Umekauka. Kwa nini hivyo? Jamani, amen. Amen. Wewe Mungu amekupa nafasi. Simamia kwa uaminifu. Usilale. Kiongozi si watu wa kulala. Kiongozi ni jogoo. Sasa jogoo anakuwa kuku. Kiongozi lazima ajitambulishe. Jamani, kumekucha. Jamani, amen. Amen. Sasa wewe unakuwa kiongozi bado umesinya. Unaleta shida nyumbani kwako unaletea kwa Mungu. Ya nyumbani kwako achia kule, alafu mwambie Mungu kashughulike na ile nyumbani kwako. Mungu atashughulika na ile nyumbani kwako. Wewe nyooka huku ili Mungu akanyooshe mambo yako yaliyoharibika. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Neno kumuasi maana yake anayepingana na shauri la mkuu. Anayepingana na shauri la kiongozi. Amesema lakini mtumishi sio somo la wanawake. Kwani wewe mwanamke uliambiwa sio kiongozi, maana ya nafasi si kiongozi? Kwani maana ya mwanamke unafikiri umewekwa tu umeletwa hivyo hivyo? Tofauti ya mwanamke na mwanaume ni ule hujajua wewe uko juu kuliko mwanaume. Hata hivyo mume wako amekaa kwa kuchelewa kwa sababu wewe hujakaa kwenye nafasi. Ungekaa kwenye nafasi, ungemtengeneza akakaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea baba. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu. Ndiyo baba. Nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa hiyo wapinzani wa viongozi watajipatia nini? Mwambie jirani yako, hii hukumu kweli haijanila. Mshike mkono. Mwambie nimepona kweli hapa. Cheki katibu. Unamweka mzee wa kanisa anakuja nyuma ya watu. Ungekuja kanisani kwangu. Nasema mrudisheni pale. Aende nyumbani kwake. Anasema sio zamu yangu. Sio swala la zamu, ni swala la nafasi. Haleluya. Maana yake kiongozi kama wewe ni mzee wa kanisa, hakikisha umewahi, viti vimepangwa vizuri, umeachilia na maombi kidogo, umeachilia na mafuta kidogo kwenye madhabahu, umemwambia Bwana Yesu usituaibishe. Usituaibishe. Unajuaje kama aliyepangwa zamu kama ni mgonjwa? Unajuaje kama aliyepangwa zamu amekutana na nyoka barabarani akamng'ata? Wewe unategea. Amen. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kiongozi, simama ukijua wewe ni dira. Usilale sana. Siku umechaguliwa kuwa kiongozi, punguza usingizi. Mtu ni kiongozi anaamka saa 4. Kiongozi kiongozika. Ni kiongozi kweli? Saa 4. Nani anayepanga kazi ya nyumbani kwako sasa wewe na leo ni kiongozi? Halo? Zamani nilivyokuwa nakuwa, hata mimi na zamani, hata kama ni mdogo, na zamani hapo. Pita barabarani, unakuta mzee, anakuta mwiba. Yeye haja ukanyaga, anausogeza pembeni. Siku moja nikamkuta mmoja, nikamwambia, "Mzee unafanya nini?" Akasema, "Ngoja tusogeze hii kwa ajili ya wanaokuja." Nikamwambia, "Inasaidia nini?" "Wewe umeshapita." Akasema, "Simama mwanangu." Unasemaje baba? Akasema, ukishindwa kuondoa ulioiona, na wewe kule njiani utakanyaga usioiona. Kiongozi lazima awe mtu wa kutengeneza vitu vikae sawa.
Saa ya kutoa viongozi kanisani, mimi nawaambiaga mara kwa mara, sio zamu ya kukaa viongozi kwenye viti. Viongozi ukishachaguliwa sio zamu ya kukaa kwenye kiti. Kagua watu wamekaa sawa sawa. Je, nani ana chati na simu? Unamsogelea. Sio mchungaji ndio akajue nani ana chati na simu. Wewe ndio umsogelee. Mwambie samahani, ibada inaendelea. Samahani, ibada inaendelea. Ukimrudia mara 2 unamwambia naomba nikusaidie simu. Nisaidie simu. Haleluya. Sasa wewe umekaa tu utafikiri unapigwa passport. Unamwangalia mchungaji utafikiri atakimbia na sadaka. Wewe vipi? Hujielewi. Tembelea kanisa, tembelea washirika. Ukimwona naye sinzia, mwambie pole. Umechoka sana. Mungu akutie nguvu. Fanya hivi. Sasa unakuta watu kanisani wanalala mpaka wanamwagika denda. Mate. Wakati wazee wa kanisa wako kanisani. Watu hawaelewi mahali wanakwenda. Wanaelewa kweli wanakwenda. Na viongozi wapo wamejaa kanisani. Full kabisa. Full. Wamekaa hapa mbele utafikiri wanamlinda mchungaji. Ni goalkeeper. Mnalinda nini sasa hapa mbele? Ninyi mmepewa nafasi kuongoza watu. Kuongoza washirika. Hao washirika wajifunze kwako. Ili kesho na wao ukiondolewa kwenye hiyo kiti waseme mzee fulani alikuwa anatembea kidogo. Na usitembee. Kiongozi havutaji miguu. Wewe mshamba. Tembea kwa kunyata. Taratibu. Mahali watu wanapita kwa kunyooka, wewe pita kwa pembeni. Kwa sababu wewe ni kiongozi. Onyesha stahiki za kiongozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uvaaji wa kiongozi ni tofauti na uvaaji wa mshirika. Unabutuka tu umetoka nyumbani hata hujanao uso vizuri na matongotongo kiongozi. Sio utatuchosha. Hafu kiongozi. Hata mswaki hujapiga. Je, kama nasinzia ukija ukaniambia samahani pole. Alafu natoa carbon. Harufu kwenye mdomo. Nitajifunza kwako kitu. Nitakuona wa tofauti kabisa. Kama hauna perfume, nunua ile dawa ya sanduku. Ile dawa ya parata. Saga. Fanya namna hii. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Badilisheni wapendwa. Hii ni nyakati za mwisho. Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake ule wa kwanza. Kanisa lako liwe juu wakati tunangoja bwana harusi. Sisi ndio tutakaovalishwa mbawa. Tutapewa mbawa, tutamlaki mawinguni. Wanaomlaki mawinguni lazima wawe wanaojiandaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe utamlaki kweli ulivyokaa. Umenuna kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ukija kanisani bado umenuna. Mafinyo ya nyumbani kwako unayaleta. Yaachie huko nje ya kiwanja ya kanisa. Njoo kanisani kama mtu ambaye anajua yuko Bwana na kukutana na Bwana. Hivyo mwasie mwenye mamlaka anashindana na agizo la nani? La Mungu. Kwa hiyo usikubali kushindana na agizo la Mungu. Jamani, haleluya. Nimesema haleluya. Malizia baba mpaka mstari wa 4 alafu tuendelee na somo la leo. Mimi najua kuna mtu anaelewa kitu. Kwa maana watawalao hawateshi watu kwa sababu ya matendo mema. Ndio. Bali kwa sababu ya matendo mabaya. Kwa sababu ya matendo mabaya. Kwa hiyo ukiona mwenye mamlaka au mchungaji anakuambia wewe umekosea, sio kwamba anakutisha. Ni kwamba umekosea. Hajasikia. Ukiona kiongozi wako anakuambia, hata mwalimu wa kwaya anajua kabisa mimi sijui step ya kwaya. Niliwahi kujaribu mara moja, sasa sauti yangu ni ya 8 ikawa haipo kwenye kwaya. Unaelewa?
Ukiona kiongozi labda ni wa kwaya amekwambia nimekuweka sauti ya 4 hujafaa, sauti ya 3 hujafaa, hatuna sauti ya 5, kaa waombe. Usibishane nao, kaa. Mwambie nimekuelewa kiongozi wangu. Muombe na usimkasirikie. Kwa sababu ukimkasirikia yeye anawekwa pembeni, Mungu anasimama. Kwa sababu kinachotenda kazi ni taratibu ya mbinguni. Mamlaka yote iko juu. Kwa hiyo msimamizi wa mamlaka uko juu. Wewe utamuona sasa. Ndio maana nakuta kiongozi amemaliza uongozi, nyumbani kwake kunatokea msiba. Kiongozi amemaliza uongozi, nyumbani kwake kuna magonjwa ya TB. Kiongozi amemaliza uongozi, nyumbani kwake watoto wote wana mimba. Kiongozi amemaliza uongozi, ni aina za mapigo. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukishamwasi Mungu, si pigo linaingia. Maliza baba. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka. Fanya mema. Fanya mema. Nawe utapata sifa kwake. Nawe utapata sifa kwake. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako. Kwako kwa ajili ya mema. Kwa ajili ya mema. Sema kwa ajili ya mema. Kwa ajili ya mema. Yes. Kumbe kiongozi yupo kwa ajili ya mema. Haleluya. Lakini ufanyapo mabaya. Ufanyapo mabaya. Ogopa. Kwa maana hauchukui upanga bure. Kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, alipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya adhabu. Amen. Asante baba mwangalizi. Mungu akubariki sana. Wapendwa katika Bwana, ziko baraka zimebebwa na viongozi. Narudia, labda kuna mtu hajasikia. Ziko baraka za kwako zimebebwa na kiongozi. Ukishamheshimu kiongozi aliye juu yako, Mungu akiangalia kutoka juu anakubariki. Nyumbani kwako kunatokea viongozi. Nyumbani kwako kunatokea watumishi. Nyumbani kwako kunatokea makuhani. Hii ni baraka ya Mungu. Nyumbani kwako kunakuwa na amani. Nyumbani kwako kunakuwa na furaha. Hakuna msongamano mwingi. Jamani, haleluya. Basi funika macho, nimshukuru Mungu, nilete neno la leo. Baba yetu mwema, asante. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mwenye nguvu. Jidhihirishe tena katika kipindi hiki cha neno la leo. Hofu yako itufunike na nguvu zako uliye juu. Tupe ushirika wako, maana tuna kiu, tuna haja. Yule ambaye alikuwa anamuasi kiongozi, msamehe, mwelekeze, mpe ufunuo na ufahamu. Mpe moyo wa nyama, ondoa moyo wa kiburi, ondoa moyo wa kimila unaomzuia kutokuona wokovu wa kweli. Kwa jina la Yesu, amen. Leo tunaangalia matumizi ya pili, kama ambavyo nilikupa homework jana. Matumizi ya pili ilikuwa ni hii. Matumizi ya pili ya nafasi. Maana yake nafasi huwa inampa mtu kutumika. Matumizi kwenye nafasi. Matumizi ya nafasi. Tumia zamu yako iliyobeba kusudi la Mungu. Iliyobeba kusudi ili uwe wa kukomboa jambo linaloleta umauti katika eneo uliko kwa sasa. Jana nikakuambia habari ya mke wa Nabali. Na sisi ni wanawake. Yule mke wa Nabali alijua nafasi yake. Tulisoma kwenye Samuel wa kwanza, wale ambao hawakuwepo, sura ya 25. Na mstari ulikuwa ni wa 14 mpaka 18. Mke wa Nabali kwa kuwa amejua nafasi yake, ilimhusu yeye kutokujali kutumia vilivyoko kwa ajili ya kukomboa mauti iliyokuwa imekuja kwao. Sikiliza, itakusaidia sana. Mwanamke anayetaka kutumia nafasi yake, akishatambua kwamba yeye ni wa kusudi, ni lazima asisubiri siku ya tatizo ndio anatafuta kutumia nafasi. Jasikia, ndarudia. Mwanamke anayetaka kuwa mkombozi kwenye mambo yanayotaka kuleta umauti, hapaswi kutengeneza matumizi ya nafasi siku ya tatizo.
Narudia, usijali, ndio maana ya kuwa mwalimu. Usitafute nauli ya kusafiri siku ya safari. Usitafute kujenga nyumba siku ya mafuriko. Usiombe siku ya majaribu. Omba kabla ya majaribu. Haleluya. Yesu aliwaambia wanafunzi kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 26. Maandiko yanasema, akawaambia wale wanafunzi watatu ambao walikuwa waombaji wake, akawaambia, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Mwanamke unayenisikiliza, tengeneza nafasi ya utumishi wa Mungu kwako, si katika siku ya tatizo. Tengeneza hata ndani ya siku ya furaha. Jamani, amen. Abigaili alikuwa na mahusiano ya karibu sana na Nabali mume wake, na alijua udhaifu wake. Nisikilize, itakusaidia. Usipojua udhaifu wa mtu unayeishi naye, huwezi kuishi naye. Ukijua udhaifu wa mtu unayeishi naye, unaweza kuishi naye kwa gharama na kwa nafasi ambayo Mungu amekupa kusimama mahali ulipo kwa saa. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke unayenisikiliza popote pale, sio mlioko hapa, ni lazima uwe mtu wa kutengeneza mazingira mapema, ili linapotokea jambo lisitokee jambo la kukustua na ustuke wakati huna namna ya kusaidia. Tengeneza mazingira mapema, ili inapotokea jambo uwe mtu wa kuzuia na kuokoa mahali, ili tatizo lisiingie. Haleluya, haleluya. Abigaili alikuwa mke wa mtu anaitwa Nabali. Tulisoma kwenye ile kitabu cha Samueli wa kwanza. Na huyu ni mke wa mtu mkuu, kwa sababu yule mtu Biblia inatueleza alikuwa ameenda kuwakata manyoya kondoo zake, na maandiko yanasema Daudi akaja akituma vijana watake kupata msaada wa chakula, na Daudi alikuwa makimbizini, lakini masaa yamewadia kwamba kwa sababu yeye ni mfalme mtarajiwa, anahitaji kupata msaada wa chakula. Anatuma ripoti. Haleluya. Nyumbani mle waliokutwa ni mume asiyejielewa. Hebu sema asiyejielewa. Mimi simuiti mpumbavu, asiyejielewa. Najua kuna mume nyumbani mwingine. Na vijana mnisikilize. Kama ukiona meno yanatingishika, usile mifupa. Mpe mke wako wale. Hajasikia. Ukiona huna muonekano wa kukubalika, mpe mke wako ili awe msaada hata kwa wakati wa shida. Hajanielewa. Jamani, asifiwe Yesu aliye hai. Sasa wewe kama kila jirani ni adui, hujakuta wanaume kila jirani ni adui. Mama, wewe tengeneza mahali palipobomoka. Kama yeye anawakorofisha, waambie majirani, jamani, sio yeye, ni kwamba tu leo ameamka vibaya. Unajua watoto wamemkasirisha. Unajua hapo umemficha chao yako ndani ya nguo. Fanya hivi mwanamke anayenisikiliza. Si mkorofi. Si mkorofi. Wewe tengeneza mazingira. Wewe mtengeneza mahali palipobomoka. Badilisha yale mazingira ya pale nyumbani. Huyu mwanamke Abigaili, maandiko yanasema mfanyakazi wake akamhadisia juu ya jambo lililotokea jana. Na jana kilichotokea ni kinaleta mauti kwenye ile familia. Oh, jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke akamsikiliza mfanyakazi. Nilimpenda yule mfanyakazi. Muombe Mungu akupe wafanyakazi wa namna hiyo. Unatakaga tu wafanyakazi na unawatafuta maskini wasio na hekima. Unatafuta mtu ambaye yuko chini kuliko wewe. Nchi sasa hivi imeenda kwenye viwango vya kimataifa. Kwa hiyo unakuta hata ukitaka kuwa mchumi unatafuta mtu aliyesomea uchumi. Jamani, haleluya. Nimesikia wanawake ndio wanasema ndio limbuko. Na mimi nimefurahi kwamba nyinyi ni limbuko. Mimi niwaombe mara hii.
Msiondoke kwenye kongamano hili hamjawekeza mfuko wenu. Sema kwa nini? Sema kwa nini? Sema kwa nini? Ngoja nikwambie. Kwanza nakupenda. China imekuwa tajiri sana duniani kwa sababu ina watu wengi sana. Kanisa lenye watu wengi sana wanaohitaji kuvaa ni soko. Hajanielewa. Wanawake huwa nguo zao kila siku ni fashion mpya. Wanawake wakiwa na mradi wa kina mama wa wilaya, alafu wakaweka nguo za kumetameta. Msema metameta. Nakupa mbinu. Wewe shida yako una akili lakini haina ufahamu. Kuwa na akili sio na ufahamu ni matatizo mengine tu. Bwana Yesu asifiwe. Mnatengeneza mradi wa kwenu. Usiniambie Biblia haijaruhusu. Ni wewe akili yako iko mbovu. Jamani, amen. Amen. Okay, tuchukue kwa mfano. Mwangalizi. Hao wote ni washirika wangu. Tuchukue tu mfano. Tuchukue mfano. Mfano. Si watakula jioni. Si ni sawa? Nanunua mashine ya kusaga. Sina wateja wa hakika. Eti katibu, sina wateja wa hakika. Kama na watu 300 hapa, alafu wote wanahitaji kusaga, nina wateja wa hakika. Alafu nafungua duka la sukari na chumvi. Kwani mtakula chuchu? Si mtakula na kutumia sukari na chumvi. Si sawa? Anasema unaongea nini? Niko kwenye Biblia. Shida yako ulisoma Biblia kwa kutafuta kwenda mbinguni. Hatuendi mbinguni. Tunaishi hapa alafu baadaye mbinguni. Yaani tutaishi hapa alafu baadaye tunakwenda wapi? Alafu uzuri wa mbinguni, wewe unajua unaenda mahali usipopajua. Kule mbinguni Biblia inasema wale malaika wanasema samawi ya kuti. Samawi ya kuti. Unaelewa maana ya samawi ya kuti? Maana yake ubora wake umeshindwa kueleweka mpaka malaika wamesema hatuelewi. Mng'ao wake ni Yesu Kristo. Fikiri huyu Yesu alisema naenda kuandalia makao ili niliko mimi na ninyi muwepo. Kwa hiyo kule una nyumba yako. Sasa wewe karagabao, kwanza mwenyewe unakuja kanisani kwa kuchelewa, sijajua nyumba yako itakuwa ya makuti au ya matope. Bwana Yesu asifiwe. Mshike jirani yako, mwambie kule kuna nyumba. Ndio maana ya kwenda kuandaa makao. Sasa kama kuna nyumba, wao nafikiri utaenda kuishi nyumba ya namna gani? Kwa hiyo kama mimi ni mchungaji, hao watu wote ni washirika, maana yake cha kwanza kwa mtu mwenye maono, cha kwanza kwa mtu mwenye ambaye anabeba uongozi wa kweli, ni lazima afikiri juu ya kesho ya hao watu. Kesho ya hao watu watahitaji kuwa nani? Kesho ya hao watu watahitaji kusomesha. Nitakuwa na shule. Mwanamke unayenisikiliza, tengeneza mazingira ya kujua mambo yatakayotokea kesho. Yakitokea kesho, Abigaili alijijua kwamba kuna siku huyu mume wangu hatakuwa msaada wa nyumba yangu, lakini wacha nitengeneze mazingira mapema ili siku nikitokea mimi nitasimama kwenye zamu yangu, nitakomoa kinachopata kuleta mauti kwenye familia. Haleluya! Na yule mwanamke alipopata ile ripoti kwa mfanyakazi, akamwambia mfanyakazi, sawa, nimekuelewa. Kwa kuwa nimekuelewa, ndani yangu nasikia kama kiongozi niliyejitambua, lazima hili jambo mimi ndio mniwe msaada. Hakuna mauti kwenye nyumba yangu, maana mimi ni mwanamke ninayejitambua. Hakuna mauti kwenye hii familia, ni mwanamke ninayejitambua. Ukishajitambua, utaruhusu mikosi ije nyumbani kwako. Mume wako akikopa, akishindwa kulipa huko mtaani, mtu wa mkopo akija nyumbani kwako, wewe ni mwanamke uliyejielewa. Mwambie, ndio baba. Alichukua nini? Alichukua nguo ya ndani, ya kwake au ya kwangu? Shida ndio nimeletewa fursa ya namna ya kumwombea. Kumbe ana mwanamke mwingine anayepelekea nguo ndogo. Tena mimi kama ni wewe, namwambia ile nguo ni namba ngapi, alafu naangalia na ya kwako ni namba 32, aliyochukua namba 28. Kama tafuta mwembamba tena, shida na matatizo. Wewe mwambie Mungu, ninajua nafasi yangu, huyu hawezi kuleta shida kwenye familia yangu.
anayejua. Haleluya! Nabali yule mwanamke anaitwa Abigaili akamfuata Nabali kule kwenye ulevi wake. Alichosema akamwambia mfanyakazi, chukua punda, chukua na hata na ngano, twende tukatengeneze jambo linaloharibika. Mwanamke, tengeneza jambo linaloharibika. Tengeneza jambo linaloharibika. Haleluya! Au nasubiri mpaka babaje? Tengeneza jambo linaloharibika. Uwe msaada. Mwenye duka amekuja, anakwambia, mama nataka niende ofisini. Mwambie shida ni nini? Amekopa nini? Sigara. Mbona sijawahi kujua kama navuta? Usistuke, usiwe mshamba. Ni jitu lako. Ongea na muuzaji. Mwambie nimekuelewa. Sasa nipe siku 2. Usiongee na yule aliyevuta sigara. Wewe chukua hela, taratibu, uza mayai yako 2. Lipa. Laana ikija inapata wewe na watoto wako. Hajanielewa. Zuia maji kabla mvua inyesha. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Anataka tengeneza mahali palipobomoka. Haleluya. Nimesema haleluya. Mshike jirani yako, mwambie unasubiri mpaka mvua imenyesha ndio unajenga nyumba? Utanyeshewa. Na hauna ngozi ya kujifunika kama wabarbaiki. Aibu yako. Tengeneza mazingira mapema. Sema amen. Mwanamke mwingine analala kitanda kimoja, katibu analala kitanda kimoja na mume wake, shuka moja. Saa ya maombi hawaombi kwa sababu mume haombi. Swala la kuomba sio swala la mume. Mtu mshamba mpaka kesho. Kwa kuwa ni mume wangu, namwachia shuka. Unamfunika kabisa, alafu unatoka zako taratibu. Tena napenda ninyi wote hapa, hakuna mwenye choo cha ndani. Unaenda choo cha nje. Nikamshangaa. Unaenda choo cha nje. Unaongea na Mungu wako choo cha nje kule. Kwa kuwa umemkusanyikia ile nguo na hii barafu ya saa hii. Atajua amekukumbatia. Hamna, ameachwa mshamba. Unaendelea kuomba chooni saa nzima. Yesu alisema hamkuweza kukesha nami hata saa moja. Unaomba chooni saa hii. Ukirudi unamkuta jamaa bado. Hata asubuhi ukimuuliza uliona maono gani? Hawanaga maono. Hajanisikia. Hawanaga maono, ni akina Nabali. Sasa wewe mwanamke unayejielewa, huwezi kulala kwenye shuka moja usiombe. Maombi ni kufungua anga. Haleluya. Maana yake uwe na network ya mbinguni juu ya kesho yako. Wewe ni kiongozi, tambua nafasi yako. Tena ukienda nje usijifunike shuka, wacha barafu ikupige ili usisinzie, uendelee kuomba. Mwambie Mungu uliyenipa ndio sahihi. Kama mimi ni wewe unambandika na mikono, lala sana. Ni wewe ndio saizi yangu. Wewe unaendelea kupanda mbinguni. Ukirudi kutoka mbinguni umeshamtengeneza kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna kitakacholeta madhara kwenye familia. Na kwa sababu hiyo, wewe mwanamke, nyumba yake itaonekana kwenye ngazi ya juu, nyumba yake itaonekana kwenye baraka ya juu, nyumba yake italetewa baraka na Mungu kwa sababu yeye anaenda mbinguni. Haleluya. Abigaili nampenda Bwana. Hebu tusome ile sura ya 25 mstari wa 23 na 25. Hebu nisomee tafadhali. Samuel wa kwanza. Abigaili, nimempenda hiyo dada. Jana nilikwambia tukifika mbinguni kama kuna nafasi ya kuongea kidogo, kuna wadada nitamtafuta Debora. Muulize, ulikuwaje nabii alafu una mume kabisa na ndevu? Usibadilishe zile ndevu zije kwako. Hajasikia. Ndevu sio akili. Hata Kambare wana ndevu najua. Tena uzuri wa Kambare, mtoto ana ndevu, mama ana ndevu, baba ana ndevu. Halo? Sasa wanaume wenzangu msinikasirikie. Fungukeni na nyie.
Unalala mwanaume mzima, unakoromea, wow, lakini kuomba ujui. Una matatizo kuliko kujumlisha na shida. Ukimpata mwanamke aliyenyooka na kujua zamu yake, utakiona. Utadeki. Sio anakuambia deki, unaamua tu kudeki kwa sababu ya upako ulio juu yake. Upako unamsaidia mtu kuchukuliwa madhaifu yake. Mwanamke unayenisikiliza, ukiwa muombaji, mume wako atasaga kwa jiwe, maana saa hiyo sio yeye, anatumikishwa. Aye! Amani, haleluya! Ndio kabisa. Si wewe ndio una network. Yes, ana network. Inabidi Mungu ampe kazi. Atabembeleza mtoto. Utajifunza huyu. Ishirini na 23 mpaka 25. Sawa. Mimi nimesoma na naendelea kusoma. Maisha yangu ni Biblia. Mimi najua kuna wanaume wanachapwa. Tena katibu, kuna wanaume wanachapwa. Wewe unajua ni kwamba tu tunasema haki sawa. Hata sisi tunanyanyapaliwa, unajua. Kuna wanaume wanafinywa. Wewe mwanamke mwenye hela yake akishakununulia suruali, bukta, imekuna kwako. Subiria. Jikoni ya leo unaenda. Na ujui kupika, siku yote utapika. Bora tu ujifunze kupika mapema. Haleluya. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua utakachokuwa unasema mwanaume, utasema mama, usitoe siri yangu, ngoja nikusaidie. Sio unamsaidia, umetumikishwa. Kila aliye na ufalme wa juu, wale wa chini watakuwa watumishi wake. Muombaji akiwa juu, mtaa wote unakuwa wake. Kuja soma. Ukimiliki ulimwengu wa roho kwenye anga la dirma, hao wote wanakuwa chini yako. Maandiko yanasemaje? Yesu alipogawa vipawa, zile karama, kwenye ile Luka 19, maandiko yanasemaje? Alipokuta wamepata faida, yule wa kwanza aliyepewa 5 akasema nimepata 5 zingine, kwa hiyo ninazo 10. Maandiko yanasema akaambiwa uwe na mamlaka juu ya miji 10, miji na watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu angalia yule ambaye ameficha ya kwake. Maandiko yanasema akawaambia wale waliokuwepo, mnyang'anyeni, mpeni yule mwenye 10. Nilikuwa najiuliza, kwani asipewe mwenye 5? Mungu wangu, wewe ni mzuri, wewe baki juu. Mwanamke ukishajitambua, mazingira yatakaa sawa. Wewe ndio utakao kuwa unaulizwa namna ya budget ya nyumba. Mazao kabla hayajauzwa utaulizwa, mama, sasa tukiuza tunafanya nini? Baba, subiri. Tumevaa tu masuruali hapo, unajua Kama mwanamke akijitambua, atumie nafasi yake vizuri, ni mkali kuliko mwanaume. Akiamua kwamba leo hatuli nyumba hii, hamna kula. Akipiga hapa, unajua anapigaga hapa, kuna utambulisho wao. Nimesema kwisha. Utakiona, utamtafuta, anafungia kila kitu. Jioni si mke wako, sawa, lakini mchana wewe ndio mke. Jamani, amen. Hebu soma baba mwangalizi. Okay, tuendelee tu taratibu. Angalia sifa ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke nimempenda. Endelea baba. 23 mpaka 25. Ndipo hapo Abigaili alipomwona Daudi, ndio alifanya haraka kushuka juu ya punda wake. Sawa. Akamwangukia Daudi kifudifudi. Akainama mpaka nchi. Akamwangukia miguuni pake. Akasema juu yangu. Hebu tulia kidogo mwangalizi. Unafikirije kama Nabali ndio alienda kumlaki? Atainama kifudifudi? Atapiga magoti? Hawa wanaume ninao wajua hao. Atapiga magoti? Atasema liwalo liwe. Liwalo liwe, mtu amekuja na jeshi atakumaliza.
Mwanamke ni mzuri akijua nafasi yake, anaweza akashuka. Abigaili akashuka. Wanawake viongozi tushuke. Ukishajua nafasi yako shuka, usigombane na koo lake. Shuka mama, shuka. Hebu mpe Yesu wangu makofi. Shuka, shuka, Mungu akuinue. Anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ndio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Mwanamke nyenyekea, Bwana atakuinua. Nafasi yako itumiwe kwenye unyenyekevu. Nyenyekea mama, Daudi atakuheshimu, maadui atakuheshimu. Wewe shuka tu, lakini unajua unachokwenda kuchukua. Shuka tu dada, shuka tu mama, lakini unajua unachokwenda kuchukua. Utumishi wako utatunguka. Shuka tu. Hebu nisaidie kuambia watu watano, shuka, 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 shuka. Nyanyuka juu, mwambie jirani yako, shuka, shuka, shuka. Mwambie acha kiburi ya mila yako. Shuka, 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 shuka. Nenda mpaka nyuma, mwambie watano, watano, watano. Haleluya. Haleluya. Shuka bana, shuka. Acha kiburi yako, shuka. Shuka, shuka. Shuka. Kaa chini. Shuka. Abigaili mzuri bana. Shuka. Nadhani Daudi akasema ninayo wanawake, nina binti Sauli, hajawahi kushuka. Hapa sio tu kwamba namsamehe, naweka na oda. Daudi wewe barikiwa huko. Akaweka na oda. Shida yako unasomaga Biblia siku ya kantante. Aibu yako. Siku ya komunyo ndio unasoma. Na matatizo wewe. Na matatizo ni? Yaani siku papa anakuja ndio unasoma Biblia. Una matatizo. Koja wewe. Mwanamke mzima, ana akili zake, nani kiongozi nyumbani yuko vizuri, lakini Biblia hamna. Ngoja nikupe akili. Biblia haina hela nyingi hata. Ile kitenge ya jana ya WWK ni bei ya Biblia kubwa. Bado ziko na za bei ya chini. Nunua Biblia. Kama hujui kusoma, mwite mjukuu. Mwambie soma mstari 2 kabla sijalala. Soma nisikie. Kama hajui Kiswahili, mwambie soma Kibarbai. Akusomea kutafsirie. Hapo namwambia tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na udanganyifu utakuwa mkubwa. Utukufu unapoongezeka, udanganyifu unakuwa mwingi. Ndio maana manabii wa uongo pia wamekuwa wengi. Na wewe kwa sababu huna neno, manabii wa uongo watakuchukua. Endelea baba. Akashuka, akamwambia Daudi. Ndio. Juu yangu Bwana wangu. Juu yangu Bwana wangu. Hebu sema juu yangu Bwana wangu. Juu yangu Bwana wangu. Sema juu yangu. Maana yake tatizo lote iwe juu yangu. Matatizo haya yote ambayo yalikusudiwa kwa ajili ya mume wangu, mimi nabeba. Mwanamke, beba vitu vya mume wako. Beba. Ndio huyo umepewa. Usiangalie uko njiani, sijui wengine wenye mwili wa kuongezekewa. Ni tope kaongezewa tu. Mlima Hana ni tofauti tu na milima ya huku, lakini ni mlima. Wewe ndio umepewa, huyo ndio wa kwako. Wacha hangaike, lakini kama mwanamke ukijua nafasi yako, haondoki mtu. Akamwambia juu yangu yote yaliyo mabaya, juu yangu. Wanawake wapi waliokubali nafasi yao itumike kwa ajili ya makosa ya waume zao? Jamani amen. Jamani amen. Kubali yale makosa ni ya kwako. Kubali ule udhaifu ni wa kwako. Na unajua siku ukijua hiyo, kuomba kwako kunapata kibali mbinguni. Biblia ni mwongozo wa kutujulisha namna ya kuishi duniani kwa mfumo wa kimungu. Ukijua kwamba kuna makosa mengine, huhitaji kumwambia mtu usiwe kama Hawa. Usiseme sijui ni nyoka. Sema ni mimi. Mimi ndio nimekosea.
kama mume wangu amekosea, mimi pia nimehusika, maana nimekuwa sababisho, kwa sababu mimi ni mke wake, nilipaswa kumfundisha, sijamfundisha. Haya makosa andika juu yangu. Jamani, amen. Endelea baba. Juu yangu mimi uwe uovu. Dhambi pia amekubali. Tafadhali tu mimi mwanamke niliyejitambua, sikia tu maneno ya kwangu. Nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Ndio. Nakusihi bwana wangu. Nakusihi bwana wangu. Sio mume, bwana wangu, maana yake wewe ni mkuu. Ndio. Wewe usimwangalie huyo mtu asiyefaa. Wewe usimwangalie huyo mtu asiyefaa. Lakini wakati huo, katibu, wewe haupo. Mimi nimekutana na mke wako. Nimekuja na polisi na kutafuta. Nimekuja na polisi na mtafuta. Ikifika, alafu ghafla mke anakutana na polisi, wanakwenda nyumbani kwake. Tunamtafuta mume wako. Waambie polisi, jamani, hebu kwanza uovu wote uwe juu yangu, alafu mnisamehe. Mama, kwa nini wewe? Mnisamehe. Huyu mume wangu kukosea kwake ni mimi. Unajua kwa nini Abigaili alisema hivyo? Alijua hata majibu ya mume wake yamesababishwa na yeye kutokusimamia nafasi ipasavyo. Kwa sababu ya kutokusimamia nafasi ipasavyo, hajamfundisha huyu mume mapema. Sasa wacha achukue hili jambo. Achukue yeye kama mhusika. Chukua jambo la familia yako kama mhusika. Sema amen. Ukichukua, wewe mwanamke unayenisikiliza, tumia nafasi yako kuchukua mambo madhaifu kuwa ya kwako. Kuwa ya kwako. Maliza baba, mstari wa 25. Mwangalie mtu huyo asiyefaa, yaani Nabali. Ndio. Kwa maana ilivyo jina lake, kama ilivyo jina lake. Kama ilivyo jina lake, ndivyo alivyo yeye. Ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali. Jina lake ndilo Nabali. Na upumbavu anao. Lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa bwana wangu aliyowatuma. Jamani, amen. Kaa baba mwangalizi. Mungu akubariki kwa kukubali kuwa chombo cha kusoma. Sikuwaona. Sema amen. Amen. Tumia nafasi. Hiyo ni matumizi ya nafasi. Mwambie jirani yako, wewe unatumiagaje nafasi yako? Mungu, nikwambia juzi, kwa wale waliokuwepo siku ya kwanza, mwanamke anaenda kuomba, napeleka mahitaji kwa mchungaji. Anaanza kuanzia sawa, amekutana na mchungaji, matatizo yote ni ya mume tu. Najua ile mume wangu, niliambiwa tena kwao kwamba kuna laana. Najua ile mume wangu, najua pia anakilalaga, anarukaga usiku. Najua ile mume wangu, wewe unajua, nimesikia pia kule kwao ana mwanamke mwingine ambaye alikuwa ametaka kumuoa kabla ya mimi. Endelea mama na ujinga wako. Hicho ndicho ulichopewa na Mungu. Tunamsoma aliyetumia nafasi yake vizuri. Amesema jina lake ni Nabali, na upumbavu anao, matatizo anayo, ana mapungufu, lakini kwa kweli kwa ajili yangu uovu we juu yangu. Usimwangamize. Sema amen. Wewe mama unayenisikiliza, mwanamke unayenisikiliza, nisikilize. Hata kama mume wako amenyooka kama rula, umezaa watoto wa kike, unajua watakao waoa, chukua position yako, chukua nafasi yako, waombee watoto wako wa kike na wa kiume, wasikutane na majini. Wengine wanaoa majini sahihi. Hujaangalia mitandao. Mwingine ameolewa na jini kabisa muda mrefu, wakakaa miaka 14, yuko na jini na akamzalisha. Wewe umetulia tu kwa sababu mume wako anakupenda, labda anakufulia na nguo. Sawa, haitoshi. Panda juu. Mtoto wako mwenyewe ndio huyo hajui kuomba. Ukimwambia omba, kwa sababu yuko chini ya mti mkubwa, haoni kama kuna jua. Muombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema sina mtoto. Tuombea tumbo lako basi. Si watatokea tu. Na wewe sio mtawa. Kwani wewe ni sister mtarajiwa?
Waombee mtoto wako wa kiume, sio mtarajiwa kuwa baadaye atakuwa sijui padri. Hamna, ni mtoto ambaye kesho atahitaji kuingiza familia. Kwa hiyo wewe mwanamke, ombea hiyo familia yako, simama kwa zamu yako kama Abigaili alivyosimama kwa zamu yake. Sema amen. Jamani, nimesema haleluya, nimesema haleluya. Yeye ni mtu asiyefaa. Nimependa hili. Tamtafuta nikifika mbinguni, lakini baadaye sana, maana nina miaka ngapi huko mbele bado na kuwepo, labda Yesu aje. Sema amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujenge mifumo ya sisi wanawake kuwa viongozi kwenye familia. Ni lazima tukubali kwamba sisi tunaweza. Ni lazima tukubali kwamba tunaweza kubadilisha magumu kuwa mepesi. Ni lazima tukubali kwamba tunaweza kuokoa mauti inayokuja kwenye familia zetu. Ni lazima tukubali kwamba watoto wetu kesho yao itakuwa njema kuliko leo yetu. Ni lazima tukubali wanawake kwamba kesho ya watoto wetu itakuwa ina picha nzuri kuliko picha niliyo nayo mimi. Mama, umekutana na kupigwa, mwombe mtoto wako asikutane na kupigwa. Mwombe, mpeleke msalabani ili atakapokutana na ndoa asipite ulikopita. Jamani, haleluya. Asikanyage mwiba uliokanyaga wewe. Ondoa kama yule mzee, tupia pembeni. Sema amen. Matumizi mengine, ngoja nikumalizie matumizi leo kama Mungu atanisaidia. Jamani, haleluya. Kesho nitajaribu kuongea kidogo swala la sadaka. Na kama nitaweza kuanza baadaye, kwa nini wanawake hawatoi sadaka na nini kinacholeta faida ndani ya matumizi ya nafasi. Sadaka pia inatumika kwenye nafasi. Hajasikia? Ukishindwa kutumia sadaka kwenye zamu yako sijajua naongea na mtu, kwa sababu sadaka hainunui kitu kwa Mungu. Sadaka inamuunganisha kiongozi katika ulimwengu wa kiroho kinafasi. Kwa hiyo mwanamke anayetoa sadaka, nenda nyumbani kwake. Wachawi kwanza, nisikilizeni wachawi, simpo hapa. Wachawi, nyumba yenye kutoa sadaka kwa uaminifu haiguswa. Hajanielewa? Kawaulize wale wanaoruka kwa nyungu, hawapitaji anga la mtu ambaye yuko ana mawasiliano na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sadaka inaweka boma. Sadaka inaweka boma kabisa. Kama mnavyojua huku kwenu ni wabarbaiki wengi. Boma kabisa. Sasa mwanamke asiyependa kutoa sadaka ana mapepo na vipepo, ana matatizo mengi kuliko maelezo. Na wanawake wengi wamepewa udanganyifu, wakafikiri wakitoa sadaka zao wanapoteza. Sadaka za wanawake ndizo zilizomtunza Yesu. Sadaka za wanawake zilitumika hata wakati wa Agano la Kale. Sadaka za wanawake ndizo zilizowalaza wale wapelelezi. Zilikuwa ni sadaka, haikujalisha mazingira yao, walikuwa wanatumia nafasi zao vizuri. Mwanamke, wacha kuwa bwege, tumia nafasi yako kwa ufahamu wa kimungu ili Mungu akutumie wewe. Sadaka zako zitasababisha mfumo wa mume wako wa ukoo wa kwao ukataliwe, uzuiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka usikatae. Sigombane na sadaka. Usigombane na sadaka. Sema amen. Amen. Fanya hivi. Na unajua kwa nini unakataa sadaka? Ulijengewa kwenye akili mlenda kwamba sadaka anayekwenda kula ni mchungaji. Sadaka anayekwenda kula bana ni wale wainjilisti. Kataa kutoa sadaka yako, injili inahubiriwa. Alisema mkiwazuia wasipige kelele, mawe inapiga kelele. Mawe kutafsiri hilo neno. Kwa hiyo usije ukasifikiri nisipotoa sadaka kanisani mchungaji atakonda. Hakondi. Tena kesho utamshangaa ndio anatembea nyuma ya tumbo. Mbona nilimnyima sadaka? Yaani unashangaa tu. Anaendelea tu. Unajua hawaishi kwa mikate ya duniani. Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa hiyo ukizuia sadaka kwa sababu mchungaji atapata shida, wewe una matatizo. Jamani, haleluya. Nimesema haleluya. Matumizi ya tatu. Usiruhusu jambo la faida ya mwili tu kuzuia
kilichowekwa na Mungu ndani yako, ili kwa kupitia wewe Mungu aweze kutumia hicho kilicho ndani yako. Usiruhusu jambo la faida ya mwili tu kuzuia kilichokuhusu, kilichokusudiwa na Mungu kupitia kwako. Usichanganye maandiko. Kama hujawahi kukaa mbele ya mwalimu, kuna gharama yake. Usiruhusu jambo la faida ya mwili tu kuzuia kilichokusudiwa na Mungu kupitia kwako au kutokea kwako. Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4. Usiruhusu, kuna mtu hajaandika bado. Usiruhusu jambo la faida ya mwili tu kuzuia kilichokusudiwa na Mungu kipitie kwako. Kipitie kwako. Kipitie kwako. Wafalme wa Pili sura ya 4. Tunajua Wafalme wa Pili nazungumzia habari ya manabii, na tunataka tuangalie siri moja iliyoko hapa kwa mwanamke moja. Jamani, amen. Jamani, amen. Nimejaribu kuchambua sana, nikachambua nikafikiri sana, na mimi ni mtu wa kufikiri pia. Wanawake wengi ndio waliokuwa sababu ya kuzuiwa kwa baraka kwenye familia zao. Sasa kilifuata kwenye mdahalo nitakueleza. Kwa sababu mwanamke hakupewa kuishi kwa kumtegemea mume. Narudia tena, wa kiroho, nilikwambia juzi. Kwa kuwa ni wa kiroho, aliwekwa na Mungu pale, yeye ndiye awe productive, mzalishaji wa vitu bora vinavyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo mwanamke akikosea kwenye nafasi, kile kiwanda kinashindwa kuleta vitu vilivyokusudiwa na Mungu, kwa sababu mwanamke ni kiwanda. Hajasikia? Mwanamke ni kiwanda. Yaani wewe unajua au hujui, wewe umelala au hujalala, wewe umeamka, unatembea, umekaa, mwanamke ni kiwanda cha Mungu ambacho Mungu amekiweka ndani yake ili kusababisha vilivyo vigumu kuwa vyepesi, vile ambavyo haviwezekaniki kabisa. Yeye anaweza. Yeye anaweza. Anaweza. Anasema unajuaje? Najua. Hivi unajua wakati wa Daudi kumuua Goliath? Sikiliza walichofanya. Waliporudi baada ya Goliath kuuawa, wale wanawake wakapaza sauti, wakasema Sauli ameua 1000 zake, alafu Daudi 10,000. Cheki Sauli alichosema. Akasikiliza, akasema wanawake hawa wameenda juu, wameshamzalishia na ufalme. Sauli akasema wameshampa mengi, sasa kiti nayo watampa. Hawa ni wanawake waliojitambua. Kumbe mwanamke anaweza kubadilisha mazingira. Na tangu wale wanawake walipoimba, walikuwa na kiashirio cha unabii. Wala Daudi mtoto wa Yese hajui hilo linaloendelea. Lakini ulimwengu wa roho unamwambia Daudi, roho ya kwako imekutokea, muujiza umekuja, baada tumemwangusha Goliati, ufalme ni wa kwako roho. Daudi hajaoa hata wa pili. Yeye Daudi alimuoa moja tu, lakini akatangazwa maelfu. Hebu mpe Yesu makofi kwa ajili ya wanawake. Haleluya. Fanya hivi basi, kama unampenda Yesu, mpe Yesu makofi tena. Mpe Yesu makofi tena. Mpe Yesu makofi tena. Funga makofi na makofi na vigelegele. Pigia Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Hawa watu wasikubali bana. Mama, ninakwambia kubali. Acha kuwa mchovu. Tulienda kanisa fulani, wachungaji mnitusaidie, msio mnaweka mama wachungaji kule nyuma. Tukaenda kanisa moja, mama mchungaji akapewa nafasi ya kusalimia, amefunika kichwa mpaka hapa, hata uso wake sijamtambua. Baadaye nikamuuliza rafiki yangu, ni mama mchungaji au ni mama wa kijana wa kanisa?
Mshike jirani yako mkono. Jamani msituangushie kina mama wachungaji. Wapendezesheni kidogo. Wapendezesheni kidogo. Na kina mama, ngoja niwape siri leo. Kwani mimi siharibu utaratibu wenu. Mimi si wa kupita tu, kesho ndio zamu ya mwisho. Ngoja nikwambie, wakati mnaenda kutegemeza mchungaji, vitu vingine muangalieni na mama mchungaji. Jamani sema amen. Kama nyinyi mnasuka, mnatengeneza paka msuko mwingine unafunika macho kila saa unafanya hivi, mtengenezeni, mlipieni. Sio kwamba ni dhambi. Najua kamati imesikia hiyo ujumbe umeenda. Wakati mnatengeneza namna ya tegemezi, ndio maana ya WW. Mkoje nyie? Biblia inasema sio wawili tena ni moja. Mnamtengeneza mchungaji mpaka anataka kutembea juu. Huyu naye mtengenezeni. Mwambieni mama mchungaji, kufunika kichwa sio aina ya wokovu. Haya bwana. Ni kipawa fulani. Kwenye zile karama 9 ilikuwepo. Baba mfunikaje kina mama wachungaji mfunike vichwa. Unafunga kichwa mpaka unakuwa na umvi wakati bado muda wako. Sukaga basi jamani. Ama ile dini ya kimiaka ya shetani kule. Ukusoma. Kasome Biblia. Haya, nichukie tu. Una shida gani? Kesho ndio naondoka. Lakini ya maneno yangu yataishi. Yesu alisema, hata kama mimi hamnitaki, kubalini yale ninayoongea. Kazi itanisema. Na ninakuambia huduma hii kazi itajisema. Haleluya! Kazi itajisema tu. Wewe kama mchungaji amefunika mpaka hapa, yuko kwenye msiba. Hapa ndio mahali ya kujinafasi. Unajua pia ni mshauri, unajua? Si hajanielewa. Mkimtambulisha mama mchungaji, atashika position yake, nafasi yake itatumikiwa vizuri. Ataanza kuomba, hata kama hajui kuomba, atasema tu hata kwa lugha. Ataomba, atasukuma mpaka kieleweke. Kwa sababu ukimshamtengenezea mama mchungaji aina ya maisha yaliyo bora, nisikilizeni, atawaombea. Atasema Mungu, hata kama ubarikiji mara hii tu, wabarikiwa watu hao. Sema amen. Na unajua mtu mwenye nafasi na mafuta hahitaji maombi marefu. Acha hii ya kwako ya kuomba mpaka unamwambia Mungu pitia njia ya chini. Maombi ya mwenye haki ni mara moja tu. Akisema neno inakuwa. Haleluya. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwatengeneze wao pambo la kanisa. Hata akija askofu hapa aseme mama mchungaji amekaa. Ndio. Akipewa maiki kusimama, Roho atamchanganyia, atamsukumia, ongea kwa namna hiyo, usiongee kipuzi. Sawa, hamna shida. Utanielewa kesho. Sema amen. Wanawake hoye. Ndio, lazima tuinuke. Sasa wanapeleka tegemezi, mnampelekea tukanda, hata namna ya kushona, mbadilisheni mfumo wa kushona. Hajasikia. Badilisheni mfumo wa kushona. Mama usishone gauni tu, unashusha tu. Shona gauni kwa namna ya muundo. Siku hizi nimeona kuna magauni mengine utafikiri yanafumuka kwa ndani, yanamfanya mtu anakuwa amenenepa kwa chini. Sasa, kwani mama mchungaji wetu akivaa kuna ubaya? Haya, wewe unataka ufundishwe tu namna ya kula mlenda, shauri yako. Sawa?
Utaelewa kwa kuchelewa, lakini utaelewa. Ndiyo, utaelewa tu. Jamani, amen. Wafalme wa Pili. Usiruhusu jambo la faida ya mwili tu kuzuia kilichokusudiwa na Mungu kipitie kwako. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 mpaka 10. Kuna mtu amepata? Soma tu kwa ajili ya faida ya wengi. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu. Huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Kumbuka tunaongelea tu habari za kike. Hebu mwambie jirani yako tuko na habari za kike. Ndio maana kongamano la wanawake. Tumedadafua kwa neema ya Kristo mpaka tumekuta hiyo matumizi ya nafasi. Sema amen. Unakuta mwanamke nyumbani kwao kuna mambo mazuri, alafu ameolewa na mtu mchwara. Mimi namshukuru Mungu amekupa mume maskini. Hajasikia? Nashukuru Mungu amekupa mume maskini ili mpinde mgongo mpaka mkae sawa. Sipende mwenye hela. Jamani walokole, hii mambo hawapendi sana. Mimi nataka niolewe na mtu mwenye gari. Gari umenunua wewe? Nataka niolewe na mtu mwenye nyumba. Umeweka tofali pale wewe? Ninachoweza kuwashauri mabinti zangu, ukitaka kuolewa hakikisha mume ana kiwanja na akupe hati ya hiyo kiwanja, imeandikwa kwa jina lake au la babu yake. Ananiangalia kwa huruma. Mimi nakuhurumia wewe. Hakikisha ana kiwanja na uende naye mpaka kwa mtendaji wa kijiji na wa mtaa. Ni ya kwake jamani. Hajanielewa. Haya, utanielewa kwa kuchelewa. Ngoja upeleke kwa bibi, utakuwa mke wa babu. Hakikisha. Shauri yako. Jamani wachungaji, tuwaeleze hao watu kweli. Hao watu wanapita kwenye shida. Mkiwa na nyumba yenu, mara mnaanzisha, hata kama ni kwa matofali mabichi, hata kama ni kwa msonge, anzisheni. Mama, baba apige tofali, beba maji mama. Ikikaa hiyo nyumba, mnaangaliana. Sasa tunaanza na sufuria. Sema tunaanza na sufuria. Ndiyo, tunaanza na sufuria. Baba, tununue sufuria ngapi? Anasema hela yetu inatosha ngapi? Inatosha 3. Basi tununue moja. Kupika ugali, tunaweka. Hujawahi kukuta watu wanapikaga porini? Anaweka kwenye ganda la alizeti. Nafunikia pale. Napika mboga. Mboga si ndio yenye maji jamani? Tunakula, tunaendelea. Tuko kwetu. Ambie jirani yako tuko kwetu. Wapendwa, mtanikumbuka shauri yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia mlikuwa na kongamano zuri la vijana. Nisikilizeni vijana, amkeni. Usikubali tu kukokotwa. Twende nyumbani kwetu, kuna nyumba ya bati ya sau. Hii sio sau bana. Sasa hivi inatengenezwa Tanzania. Kuna bati pana. Hii inaitwa bati pana. Kuna bati, mwambie ni ya kwenu. Ni ya baba yako na mama yako. Ya kwetu. Lete hati ya kiwanja. Yaani mazungumzo yako, posa yako ya kwanza, hati ya kiwanja. Na kabla hujamwambia hati ya kiwanja, ongea na Mungu. Ndio yeye au tumtazamie mwingine? Tumtazamie mwingine au ndio yeye? Akikwambia ndio yeye, mwambie Yesu asante, nimejiridhisha ndio yeye. Mwambie Yesu akupe andiko la kusimamia. Akishakupa, shika hiyo kama cheti cha ndoa. Mwangalizi, utanisamehe. Watu wana vichwa vikubwa lakini havina kitu. Tunaongeaga makanisani, kuna injili zingine hazihubiri wapi. Ukishahakikisha kwamba ndio wewe umepewa na Mungu, chukua hatua ya pili. Baba, kijana unaitwa nani eti vile? Samuel. Samuel alikuwa na asili ya unabii. Umeokoka? Twende kwa mchungaji wako. Mchungaji kwani ndo anakuwa? Twende kwa mchungaji.
nijue kazi yako pale kanisani. Haya, wewe niangalie, ngoja utaokotwa. Wewe utaokotwa. Twende kwa mchungaji wako. Akikataa kwenda kwa mchungaji, usitafute shamba wala usitafute kiwanja. Mwambie ni kweli Mungu amesema wewe ni wa kwangu, ila rekebisha mwenendo wako. Siku ukinipeleka kwa mchungaji wako, nitaelewa una dalili. Sio ya kuambie, sio unaanza kumwambia twende kwetu, twende kwetu. Mwambie siendi kwetu. Tuanze huko kanisani. Fanya hivi. Haya, wewe tembea kama ujielewi. Soma baba, endelea mtumishi wa Mungu. Na akamshurutisha aje ale chakula. Huyu mwanamke Mshunami akamshurutisha mume wake. Hebu sema akamshurutisha. Soma tu mpaka mstari wa 10 alafu natisha. Ikawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, ndio, tazama mimi naona ya kuwa mtu huyo apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba mfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa. Huyo ni mwanamke anatumia nafasi yake. Na itakuwa ndio tujiapo ataingia humo. Sawa. Ikawa siku moja alipofika ndio akaingia katika mstari wa ngapi? 11. Mstari wa 10 natosha. Asante. Jamani, amen. Nimesema amen. Ngoja uone mambo matatu. Mambo matatu. Shika jirani yako, mwambie kazi inaendelea. Mwambie si ndio maana ya kuja kwenye kambi? Kambi ni kutengenezwa. Jambo la kwanza, huyu mwanamke alikuwa na macho ya kiroho. Hajaelewa. Alikuwa na macho ya kiroho. Tunaenda sawa? Kumbe mwanamke anapaswa kuwa na macho ya kiroho kwa sababu yeye ni wa kiroho. Hilo ni jambo la muhimu sana. Lakini jambo la pili, sema jambo la pili. Sema jambo la pili. Alikuwa na neno juu ya mume wake kwamba ana kitu akimwambia hawezi kupinga. Kwa hiyo alipoona kwa macho ya kiroho akapata utambuzi, kwa sababu usiishie kuona, pata utambuzi. Alipopata utambuzi kwamba huyu sio mtu wa kawaida, akapeleka agenda namba 2. Agenda namba 2, anapeleka maelezo kwa mume wake kwamba sawa, yule mwanamke kwanza alikuwa na sifa ya kwamba ana kazi serikalini, lakini hakutumia nafasi yake ya kazi serikalini kwamba iwe sababu ya kumlazimisha mume. Alimwambia na kuomba. Sema amen. Amen. Hata kama mume wako unamnunulia bukta, mwambie na kuomba, ndio kichwa. Mwanamke anayenisikiliza, mguse huyo anayelala, mwambie hata hapa unalala, mwambie tutakupa shuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ana nafasi yule mwanamke, lakini alipofungua tu macho ya ndani akatambua huyu ni mtu wa Mungu. Yule mume wake hajajua ni mtu wa Mungu, ila mwanamke aliyejua nafasi yake akatumia nafasi yake, macho yake yakafunguka, akamtambua huyu ni mtumishi wa Mungu, akasema huyu ni mtu wa Mungu, huyu sio mtu wa kawaida. Kama wanakitaka wa kawaida nyumbani kwetu, mara hii tu amepita mtu wa Mungu. Sema amen. Alafu alipomaliza kumjua ni mtu wa Mungu, akapeleka hoja kwa mume wake. Jamani, amen. Mimi nampenda mwanamke ambaye akifika kwa mume wake anapiga magoti. Haya. Magoti yenyewe ndio haya yamekomaa, utafikiri ndio yanatakiwa kukatika. Kwa sababu hujafanyia zoezi. Piga magoti. Hata mfumo wa kiroho ni lazima tunyenyekee. Wewe unaenda msalabani umesimama kama afande. Upewi kitu. Yule mwanamke akaenda kwa mume wake, nadhani akampigia magoti. Mume alipoona mpaka na magoti ya kiongozi wa serikali imekwenda chini, hapa kuna kitu. Hapa unajua magoti ina support ujumbe wako. Hata kama mume hana hela, atafanya
akutumie kibarua kuanzia asubuhi mpaka jioni, apumziki mpaka akununulie hiyo kitu. Piga tu magoti, mwanamke nisikilize, acha kuwa mshamba. Hebu fanya namna hii. Hebu mguse wewe jirani yako, mwambie wewe sina kujua, wewe upikaji makoti. Jamani, haleluya. Jamani, amen. Kwa kweli tuna shida. Alafu unajua culture ya kabila fulani, unajua usiishi kama kabila fulani, ishi kama Biblia bwana. Usiishi kama bibi yako alivyoishi, ishi kama Roho anavyotaka uishi. Badilika fikra, utabadilika kuona. Badilika mtazamo, utabadilika kufikiri. Jamani, haleluya. Yule mwanamke akampigia mume wake magoti, hatujui. Kuna namna, unajua mwanamke, kama siku unataka kupeleka ujumbe kwa kiongozi, ni lazima ujiandae kwa namna ya kumwendea kiongozi. Nisikilize mpendwa, unayenisikiliza, unataka kuongea jambo lako lenye nguvu kwa mume wako, aina ya chakula pia ibadilike siku hiyo. Kila siku mulenda. Ujumbe utapata nguvu kweli? Imlenda tu. Badilisha mbinu. Nenda mpigie mama yako simu. Mwambie mama, si unanipenda eti mama? Hivi si unanipenda paka umeniza? Mama yangu nakupenda. Nisaidie tu kuku moja wa mayai. Kumbe leo unataka kumshika jamaa. Nampikia vizuri. Kama hujui kukaanga, tafuta wakaangaji wa kukaangia mapema kabla hajaja. Kaanga vizuri, usizidishe chumvi sana. Jamani, haleluya. Alafu unapeleka ujumbe. Unamwambia baba, karibu chakula. Wakati anakula, wewe mpigie story. Mwambie kwa kweli mume wangu, siku ile uliponiambia nakupenda, nilifikiri usiku nikakuota eti. Kwani leo ndo anakoa? Ni ujumbe unapelekwa leo. Leo ni ujumbe unapelekwa. Haya bwana. Nimetoka mbali na hii injili. Sijaanza kesho, sijaanza jana. Nimeanza muda. Na miaka 25 nazunguka na injili. Najua changamoto za kina mama. Kina mama, mtu anataka kuomba kitu, hata unataka kumwombea mtoto karo. Baba, unajua mtoto fulani hajapata karo. Ni mume mwenzangu ameongea. Atakaombea sulipe kama na yeye. Wasilisha ujumbe kwa namna. Hujasoma. Hata kwenda kuomba kazi kwenye maofisi ya serikali kuna sheria ya kutembea. Kuna sheria ya kusimama. Ukienda umefanya hivi, wanakwambia ndio bosi. Upati kazi. Umepelekwa kwenye interview. Unaweka mguu juu ya nyingine. Wanasema, huyu si atakuwa anatutesea watu wetu. Kazi upati. Jamani, haleluya. Yule mama Mshunami akatafuta mbinu ya kuwasilisha ujumbe wake kwa mume wake. Hiyo ni kitu cha pili. Kitu cha tatu, akahakikisha ujumbe wake usikataliwe. Jamani, haleluya. Unaniambia alihakikishaje? Kwa nini amwambie tuweke vitu fulani? Huwezi kuandaa vitu isipokuwa umejiridhisha ujumbe umekubaliwa. Kwa hiyo lazima kulikuwa kuna kuomba nafasi kwamba akubaliwe, kwa sababu kumbuka wale watu walikuwa watu wakuu. Kwanza walikuwa na gorofa. Kuwa na gorofa kwa kipindi cha Biblia cha Agano la Kale haikuwa kazi nyepesi. Alafu walikuwa na gorofa. Kwa nini ni gorofa? Nyumba ilijengwa kwenye ukuta wa nyumba. Maana yake wale watu walikuwa wakuu. Sema amen. Na maandiko yanasema ujumbe wako ukapokelewa na mume. Mume akasema hamna shida. Kumbuka yule mama alikuwa na kazi serikalini, lakini pia alikuwa na upungufu ambao nataka Bwana amtembelee. Lakini macho yake yalipofunguka, ndio saa Bwana amekuja kuleta mtoto. Nisikilize mama unayenisikiliza, macho yako yakifunguka, utaona hatima ya maisha yako ya kesho. Unaona kesho yako jinsi ilivyoandaliwa. Unaona kesho yako imekaa mbele yako. Unaona kesho yako Mungu ameshaiweka tayari. Haleluya. Nimesema haleluya. Mungu akubariki. Lete kapu hapa. Tunaweka kwenye kapu. Lete tukapu hapa. Watakuja na wengine. Lete kapu. Wewe mama amka. Ni lazima uwe unajua namna ya kumbinu. Tumia mbinu. Uwe na kitu cha kuwakilisha.
si kitu kwamba kumechelewa, lakini saa ya Mungu ikiwadia, Bwana atafanya kitu. Sema amen. Sema amen. Mungu akubariki uliyetoa sadaka yako. Lazima tufike mahali tuwe na ufahamu wa kimungu. Ufahamu wa kimungu kwa mwanamke ndio utakaompa njia, ndio utakaompa fursa, ndio utakaompa mlango wa kufanya kitu. Nasema leo na mtu mmoja, wacha Mungu akafungue macho yako, wacha Mungu akafungue macho yako, uone namna ya kupeleka kitu, uwasilishe kitu, ili yale yaliyo magumu Bwana akafungue. Nimesema Bwana akafungue, nimesema mlango ukafunguliwe, nimesema njia ikafunguliwe kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya watoto wako na kwa ajili ya uzao wako. Imekuwa ngumu kwako, lakini macho yako yakiona, wacha Bwana akafanye kitu, wacha Mungu akafanye kitu. Waliokusema watakutazama wakasema, hatujamjua. Macho yake yamefunguka, wacha macho ya mtu mmoja yakafunguke. Yakifunguka, Bwana akafanya kitu, Bwana akafanya kitu. Sema amina. Haleluya. Macho yako yafunguke leo. Bwana akufungue macho leo. Uwe na moyo unyenyekevu, uwe na namna ya kuwakilisha ujumbe. Wakilisha ujumbe, mtu wa Mungu. Si kitu wanadamu wanapokusema. Walikutazama jana, haijalishi ulikotoka, lakini Bwana akikufungua macho, unafanya vitu vikubwa kupitia wewe mwanamke. Unafanya vitu vikubwa, vitu vikubwa vitatokea. Familia yako itabarikiwa kwa sababu kuna mtu anaona kwa macho. Ona kwa macho leo, ona kwa macho leo. Macho yako yafunguliwe leo, macho yako yafunguliwe leo. Mpe Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Macho yako yafunguliwe bana, macho yako yafunguliwe. Mwambie jirani yako, macho yako yafunguliwe. Ona mambo Mungu anayekuonyesha, ona Mungu anakuonyesha nini sahihi. Macho yako yafunguliwe. Sema amina. Nimesema sema amen. Umechelewa muda mrefu, hujachelewa. Nakwambia hujachelewa. Hata mama mchungaji alikuwa mzee sana na mume wake ni mzee sana, lakini bado macho yalipofunguliwa, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, lisilowezekana kwa wanadamu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Wacha Mungu akafanye njia, wacha Mungu akafanye mlango uliozuiliwa muda mrefu. Macho yako yafunguliwe. Shangilia Yesu na makofi na vigelegele. Macho yako yafunguliwe leo. Hujajua fursa, wacha Yesu afungue fursa leo. Wacha Yesu afungue fursa leo. Unataka kuahirisha safari ya kwenda mbinguni, usiahirishe safari ya kwenda mbinguni. Macho yako yakifunguka, utamtegemea Yesu wa msalaba. Utamwona akitembea na wewe, atafanya vitu vikubwa, atafanya vitu vikubwa. Huduma yako imezuiliwa muda mrefu, macho yako leo yafunguliwe. Uone mlango Bwana aliyoweka mbele yako. Watu kukukataa sio jawabu la Mungu kukukataa. Nimesema watu kukukataa sio jawabu la kwamba Mungu amekukataa. Ni wanadamu wao, lakini Mungu wako yuko karibu na wewe kuliko pumzi yako. Anafungua macho yako. Ona kwa macho. Sema amen. Mshangilie Yesu, mshangilie Yesu. Umechelewa mambo mangapi? Yule mwanamke, maandiko yanasema alichelewa muda mrefu, hakupata mtoto, na maandiko yanasema mume wake ni mzee sana. Wacha shida yako iwezae sana, lakini Bwana akikufungua macho, utapata namna ya kuwakilisha ujumbe wa Mungu. Utawakilisha na Bwana atafanya kitu. Bwana atafanya kitu kwenye huduma yako. Bwana atafanya kitu kwenye utumishi wako. Utumishi uliochelewa inamaanisha kwamba Mungu anatengeneza kitu kikubwa. Nisikilizeni watoto wa Mungu, hata kama ulichelewa kupata kitu ambacho ulimwomba Mungu muda mrefu, nataka nikwambie hata hivyo Mungu hajachelewa. Sema amina. Hajachelewa, atakupa kwa saa ya kwake. Saa ya Mungu ni muhimu kuliko saa ya kwetu. Wacha saa ya Bwana ikafanye kazi kwenye maisha ya mtu. Haleluya. Nimesema haleluya. Nataka watu watakaofunguliwa macho leo, kwa sababu macho yako yakifunguliwa mama, hautabaki mahali ulipo.
Ni kweli wanadamu wamekunyoshea vidole, ni wao wamekunyoshea vidole, lakini Mungu wangu hajakunyoshea kidole. Wanadamu wamekunyoshea kidole kimoja, siku nyingi zinawaelekea wao. Wacha macho yako leo yakafunguliwe. Wanadamu wamekusema kwa ubaya, wacha Mungu wako akawarudishie huo ubaya uwe juu yao. Wacha Mungu wako akakupe jina jipya. Liko jina jipya ambalo halijatajwa duniani ila lile kwako hilo. Amani, amen. Nimesema amen. Angalia kitu kinachotokea. Yule mwanamke alipowakilisha vile vitu vitatu, maandiko yanasema wakajenga na kibanda kidogo, wakaweka na vitu pale ndani, alafu walivyoweka yule mtumishi akawa anapita pale. Maandiko anasema akapita kalala, akapita tena kalala. Siku ya mwisho anataka kuondoka, amemaliza safari yake ya mission iliyompeleka ile nchi. Hata sisi tunamaliza mission kesho. Ile saa ya mission ilipofika kwamba mission ile imeisha, Mungu awabariki wote mliotoa sadaka zenu. Sadaka yenu sio bure, itanena mbele za Bwana. Sadaka zenu mtazikuta mbinguni. Bwana atakazikumbuka hiyo sadaka. Wacha kwa sadaka hiyo Bwana akafungue macho ya mtu fulani hapa. Bwana akafungue macho ya mtu fulani hapa. Kwa sadaka hiyo tu ndiye mtolea Bwana na kuambia haipotei kitu. Biblia inasema, imeandikwa kwenye rekodi ya mbinguni. Umtolei mtu wako, unamtolea yeye Mungu mkuu wa madhabahu. Sema amen. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Angalia kitu kilichotokea alipomaliza kuwakilisha. Nisaidie kumwambia jirani yako, mwambie na leo ya kwako uwakilisha sasa na Mungu atakwenda kufanya kitu. Mwambie wakilisha cha kwako leo, Mungu atakwenda kufanya kitu. Nisikilize, mwambie wakilisha kwa unyenyekevu. Wakilisha kwa unyenyekevu. Mshike tena na nyuma yako, mwambie wakilisha. Tafuta namna ya kuwakilisha jambo. Mwambie tafuta namna ya kuwakilisha jambo. Mwambie usiwakilishe kijeshi, wakilisha kiroho roho. Wakilisha kiroho roho. Unajua kuwakilisha kitu cha Mungu kiroho roho, uwe na uhakika cha Mungu akipinga. Na yule mama akawakilisha. Alafu akajenga nyumba. Yule ndugu akafanya kazi yake iliyokuwa imetumwa kule. Ilipofika siku ya kukubaliza ile kazi, akamwambia mfanyakazi wake anaitwa Gehazi, akasema sasa tumemaliza kilichotuleta nchi. Kasome kuanzia mstari wa 11 na kuendelea mpaka 17. Maandiko yanasema akamwambia mume wake, akaambiwa na Elia, akamwambia Elisha, akamwambia yule mfanyakazi wake Gehazi, akamwambia muite yule mama. Hatujalala hapa bure. Nisikilize mtoto wa Mungu. Macho yako yakifunguliwa, hutamkaribisha mtumishi wa Mungu bure. Macho yako yakifunguliwa, hata ingia mtumishi wa Mungu bure kwenye nyumba yako. Akiingia lazima kitu kitatokea. Mungu atafanya kitu kwenye familia yako. Mungu atafanya kitu kwenye ndoa yako. Mungu atafanya kitu kwenye nafasi yako. Wacha mara hii tena atafanye. Ninamuomba Mungu ninayesimama mbele yake akakufanyia njia pasipo na njia. Lile ambalo limekuwa ziko mbele yako, Bwana akaondoe mlima uliokuwa mbele yako katika jina la Yesu. Kwa Yesu makofi na vigelegele. Yule mwanamke bwana akaitwa, akaambiwa uombee nini kwa mfalme au kwa amiri mkuu wa jeshi. Akasema mimi nina nafasi kule juu, nina nafasi kwa habari ya dunia, nina nafasi, lakini kwa habari ya mambo ya mbinguni bana, huku kumegoma. Nisikilize mtoto wa Mungu, unaweza ukapata vyote, lakini kuna vitu vya Mungu ambavyo vinatakiwa vikue. Na mimi namuomba Mungu wangu ninayemtegemea akupe hivyo vile vitu ambavyo ni vya kwake mwenyewe. Vile vitu ambavyo ni vya kwake mwenyewe vitakupa ujulikane, sio tu Tanzania, utajulikana na mataifa mengine. Sio tu kwenye wilaya Hanang' Kusini, utajulikana na mkoa wa Manyara, utajulikana na mikoa yote 32 ya Tanzania. Inawezekana. Inawezekana. Sema inawezekana. Haleluya. Mtu fulani kwa sababu kaomba jambo, namtia moyo. Uliomba jambo likachelewa. Uliomba jambo alafu Mungu ni kama amechelewa. Nakwambia hakuchelewa. Nimesema hakuchelewa. Anakungoja wewe. Biblia inasema jaribu halijawapata ninyi ila lililo la kawaida wanadamu, lakini Mungu atafanya na mlango wa kutokea. Mwanamke unayenisikiliza, hujateseka hapo, kuna kitu Mungu anakuandalia. Maandiko yanasema kabla ya utukufu utatanguliwa udhaifu, na wacha Mungu akaleta utukufu tena mara hii, akakuongezea utukufu wa yeye kujidhihirisha kwenye familia yako, kwenye nafasi yako kama mwanamke, ili matumizi ya nafasi yako yabadilisha mazingira yaliyokuwa magumu. Sema amen. Jamani, haleluya. Ngoja nikupe kitu cha mwisho. Yule mwanamke hakuwa muombaji kwa jinsi ya wewe.
lakini macho ya roho yalikuwepo. Biblia ikinyamaza nyamaza na wewe. Yule mwanamke hakuwa mlokole kwa jinsi ya wewe, ndio maana anaitwa Mshunami. Mshunami sio Myahudi, lakini bado alikuwa na macho ya ndani. Usizuiliwe na dhehebu lako, vuka ngazi nyingine tena. Macho yako yaone zaidi ya ngazi ya dhehebu lako. Macho yako yakiona zaidi ya ngazi ya dhehebu lako. Hajasikia, nisikilize. Nilikutana na mama mmoja, akasema siku moja nilikuwa nazunguka kiwanja changu ambacho kuna mtu anataka kuninyang'anya. Alafu anasema akaja mtumishi mmoja, sikuwahi kumjua, namtafuta kila siku simuoni. Anasema akapita kwa karibu na ile kiwanja, akaniambia, mama ujambo? Akasema si jambo. Akamwambia, mama una shida gani hapo? Mbona unazunguka zunguka? Akasema kiwanja changu hiki kuna mtu anataka kuninyang'anya. Akamwambia, wewe unataka kiasi gani? Anasema nikamwambia, mimi nataka hiyo ya kwangu, alafu na hii pia inauzwa lakini sina hela, kuna mtu anataka kununua na yeye ndio mwenye hela. Akamwambia, unataka? Yule mama akasema ndio nataka. Akamwambia, nifuate. Yule mama akamwambia, sasa utajua mipaka. Akamwambia, mama nifuate. Yule mtumishi akapita kwenye mipaka ya ardhi ya ile mama, akamaliza akapita kwenye ardhi nyingine, huko anaongea. Yule mama yuko nyuma yake tu. Alafu yule mama anasema anashangaa, mipaka anayepita ndio ile ile ambayo mimi nataka. Akapita. Anasema sikuwahi kumuona tena. Anasema alipomaliza akaniambia, leta mikono yako. Akamshika mikono, akainua ile mikono juu. Akamwambia, Mungu unaye ambaye ninakutumikia, hujawahi kuniaibisha, kila nilichokiomba ulinipa. Huyu mama nimemkuta hapa amekaa kama anayehuzunika, na wewe umenipa nikanyaga ardhi yake. Sikukanyaga mimi, umekanyaga wewe. Mpe hii ardhi. Hana hela sasa, isiuzwe mpaka amepata hela, alafu mletee hela. Anasema akamaliza akaniambia, mama eneo ni la kwako. Anasema akaondoka. Nikamwambia, sasa huwezi kunywa soda? Akamwambia, leo sipo kwenye soda. Na maji? Leo sipo pia kwenye maji. Akamwambia, sasa nikupe nini sasa? Akamwambia, mama unanijua? Akasema sikujui baba. Akamwambia, binti yangu nimekuombea, inatosha. Mzee watu akaondoka. Si unajua watumishi miguu yao saa nyingine viatu vimekaa paka vimebendi. Hujajuaga watumishi viatu soli zinakaa paka zinakaa hivi. Bwana Yesu. Sema amen. Yule mtumishi akaondoka. Yule mama anasema, ninachojua leo kama nitamkuta namna ya tembea yake, lakini sura yake sijaijua. Anasema wiki ikapita. Yule aliyekuwa anataka kununua pale jirani, baada ya muda akanifuata. Akaniambia, mama ninaomba hii eneo wewe nunua, maana mimi sina maono na kununua ardhi hapa. Mimi na maono ya kwenda kwenye mkoa mwingine. Akamwambia, haya, kwa hiyo hutaki tena? Sitaki. Yule aliyekuwa anataka kumnyang'anya ya kwake akamfuata tena. Akamwambia, mama nisamehe, eneo lile ni la kwako. That's it. Wacha tu. Anasema baada ya mwezi nikapata hela ambayo nilikuwa naidai mahali. Sawa sawa na ile kiwanja. Nikaenda nikaongea na ile mwenye kiwanja, akaniambia kuna mtu alikuwa anataka kunipa hela nyingi, lakini maadamu wewe umekuja, leta hiyo iliyokuja ndio ya kwangu. Akapokea hela, akachukua kiwanja. Anasema sasa nilipomaliza kununua na mtafuta ile mtumishi atapita ile njia tena, hapiti. Nasema leo wa kwako niolewa na kupitia. Wacha apitie nyumbani kwako, wacha apitie kwenye maisha yako, akupe kitu chema tena leo, akupe mlango uliofunguliwa mbele yako tena leo, katika jina la Yesu. Na ile kwako mtu anasema amen, haleluya. Wewe umeshindwa, lakini Mungu ninayemtumikia hajashindwa. Mungu tunayemtumikia ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alikausha bahari ya Shamu, alimsaidia mama Mshunami akapata mtoto. Nasema na wewe utapata hicho unachotaka, utapata hicho unachotaka. Hicho unachotaka hakijachelewa, ni cha muda tu, ni jambo la muda tu, lakini Bwana yuko karibu na wewe kuliko pumzi yako. Wacha akakupe katika jina la Yesu, wacha akakupe katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Hebu inamisha kichwa chako. Kumbuka hatujatoa sadaka, tutamtolea Mungu wetu sadaka. Shika sadaka yako. Kipindi cha pili baadaye tutaombea na wahitaji mbalimbali. Wahudumu tubadilisheni hiyo sadaka iliyoko hapo. Rabo shata rabo sa.
lako lililokuu lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Tumesema kwa nafasi uliotupa tuseme, heshima ni za kwako, mamlaka ni za kwako, enzi ni za kwako, ukuu ni wa kwako. Uhimidiwe mfalme wa wafalme, Mungu wa majeshi, majeshi yote ya mbinguni na ya duniani. Asante kwa sababu ya heshima hii. Umetupa kusimamisha neno lako kwa masaa uliotupatia. Jitwalie utukufu. Pokea sadaka zetu. Sadaka zetu hazinunui kwa kitu kwako, lakini zinafungua mioyo yetu kwako. Naomba neema yako mfalme Mungu wa haki. Utupe ushirika wako, utupe nafasi ya kuendelea kujua katika wingu la neema yako. Tujue yatupasayo kuyafanya. Sadaka hizi Mungu zikaongeze usikivu ndani ya watoto wako, zikaongeze kuona ndani ya watoto wako, kwa jina la Yesu. Kila mmoja anapokwenda kukutolea Mungu asirudi kama alivyokuja. Atakapokuja kwenye kapu hili, wale malaika wanaosimama wapate kumhudumia katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.